Okay, kwanza kabisa napenda kutanguliza kusema kwamba kwa lile lililotokea sikuwahi kulizungumza sehemu yoyote ile, na ni kwa sababu mimi sio mtu wa kiki na niko tayari kukaa miaka hata 200 kama nitachelewa kutoka, lakini nisitoke kwa kumuumiza mwenzangu. Umeona? Kilichotokea kwenye issue ya Mbosso kilikuwa ni uongozi. Kuna uongozi ambao mimi nilikuwa nanishikilia ambao ulikuwa kwa Idaho Marekani. Lakini kilichokuja kutokea tu ni kwamba kuna maamuzi yalifanyika nikiwa kama msanii chini ya uongozi bila mimi kushirikishwa, kwa sababu pawa yangu ilikuwa inaishia sehemu fulani. Umeona? Lakini nachoweza kuongea kwa kifupi tu ni kwamba moja kabisa, kwanza mimi mwenyewe ni shabiki wa Mbosso. Napenda tu kusema kwamba tuliweka sawa, nashukuru Mungu tulimaliza sawa, japokuwa kwenye kuweka sawa imekuwa sawa baina yangu mimi na Mbosso na uongozi wake, tuko sawa kabisa. Mungu naye ni shahidi, na kama kuna wengine niliowakwaza naomba nisamee. Kila kitu tumeweka sawa, lakini kuna jambo tofauti ambalo limenisababishia ni kwamba uongozi wangu wa Marekani rasmi ulituma note ya kuachana na mimi. Kwa sababu nimemalizana na Mbosso? Kwa sababu sio kwa sababu nimemalizana na Mbosso, kwa sababu kuna 1, 2, 3 ambayo wao walitaka, mimi sikuwa tayari, na ni yote ni kwa sababu sisi ni vijana wa Tanzania, tunapenda amani. Kwa hiyo tuliona kila kitu tuweke sawa ili mwisho wa siku mziki uongee. Kwa hiyo kitu kikubwa zaidi ambacho kilikuwa kinachofaa kuongea mimi naona ni mziki kuliko masuala ya kiki. Kwa hiyo kwa kuwa focus yangu nimeweka kwenye mziki, nimeona bora tuweke kwenye mziki, kwa sababu kiki sio kila kitu na haikuwa dhamira yangu mimi kutanguliza kiki. Ndio maana mimi nimekuwa ni mtu ambaye ni kazi ambayo naiweka mbele. Kwa nini unaiita kiki? Haikuwa na ukweli wowote kilichofanya ufutwe wimbo wake? No, nitasema neno kiki kumaanisha kwamba kulingana na taswira na comments nyingi ambazo nimezipata. Mimi nimepata comments zaidi ya 1000 kwenye, napata comments zaidi mamia ya comments kwenye posti zangu, watu wakiwa wanani attack mimi. Lakini nitakachokisema tu ni kitu kimoja, as long as Mbosso tumeweka sawa na sisi tuko sawa na kila kitu tuliweka sawa. Hii nitaisema, natumia neno kiki kwamba ni mawazo ya watu, lakini uhalisia ni kwamba kilichotokea hakikuwa ni kiki. Ndio maana sikukimbilia kwenye media kufanya interview. Ndio maana hata kulimaliza leo inaenda wiki ya ngapi? Hii ni almost wiki ya ngapi? Kama ya 3, ya 3 ya 4, na sijaongea popote. Media zimekuwa zinataka exclusive, lakini mimi nimekuwa niko mbali na media, sio kwa sababu yote, ni kwa sababu tuliona leo naiongea. Hii ni kama mwanzo na mwisho, kwamba hili jambo limesha kuisha na sitoliongelea tena, kwamba kila kitu kiko sawa na life goes on. Sawa, hapo kwenye kiki mimi nipeleke swali kwa Molki. Mmesema wewe na Molki ni washikaji, na kwenye swala hilo la kiki last time